amekubali. Nafasi ya ukatibu baraza la wanawake, wagombea walikuwa wawili. Oliver John amepata kura 23, Eudia John amepata kura 26. Kwa hivyo Eudia John ameshinda kwa kura 26 ambayo ni 53.1, na Oliver amepata 23 sawa na 46.9. Baraza la wazee. Baraza la wazee kulikuwa na nafasi ya weka hazina. Mgombea alikuwa mmoja. Wapiga kura walikuwa 20. Kura zilizopigwa ni 20. Kura halali 20. Na kwa sababu ilikuwa ni kura ya ndio na hapana, kura za ndio ni 20 na kura za hapana hakuna. Kwa hivyo Fredi Lukanga ni mweka hazina wa baraza la wazee mkoa wa Mwanza na amechaguliwa kwa kura za ndio 100%. Baraza la wazee, nafasi ya wenyekiti, wagombea walikuwa watatu. Idadi ya wapiga kura 20, kura zilizopigwa 20, kura halali 20. Matokeo ni kama ifuatavyo. Asmani Kanoga amepata kura 1 sawa na 5%. Alfasadi Ndijile amepata kura 3 sawa na 15%. Na Bulamile Mwinamila amepata kura 16 sawa na 80%. Kwa hiyo Bulamile Mwinamila ndio mwenyekiti wa baraza la wazee mkoa wa Mwanza. Nafasi ya ukatibu, samahani, naomba nimeiruka. Wagombea walikuwa wawili. Idadi ya wapiga kura waliojiandikisha kupiga kura 20. Kura zilizopigwa 20. Kura halali 20. Na matokeo ni kama ifuatavyo. Nafasi ya ukatibu baraza la wazee mkoa wa Mwanza. Abel Mwesa amepata kura 4 sawa na 20%. Manyanza Paulo amepata kura 16 sawa na 80%. Kwa hiyo Manyanza Paulo ndio katibu wa baraza la wazee mkoa wa Mwanza. Nafasi za chama, tulikuwa na nafasi 2. Nafasi ya kwanza ni nafasi ya ukatibu wa chama mkoa wa Mwanza. Wagombea walikuwa 4. Idadi ya wapiga kura ni 92. Idadi ya kura zilizopigwa ni 92. Kura halali ni 92 na hakuna kura iliyoharibika. Matokeo ni kama ifuatavyo. Steven Jumulisha amepata kura 11 sawa na 11.9. Samsoni Masalu amepata kura 25 samani. Samson Masalu amepata kura 25 sawa na 27.2. Na Paulo Fulano amepata kura 25 sawa na 27.2. Victoria Benedicti amepata kura 31 sawa na 33.6. Kwa hiyo kwa nafasi ya ukatibu wote hawa hakuna aliyefikisha 50% ya kura kama katiba yetu ya chama inavyotaka. Katiba ya chama sura ya 63C inataka majina ya wagombea wote wenye sifa zinazotakiwa yatapigiwa kura ya siri na kikao kinachohusika, na mshindi
atapatikana kwa wingi wa kura zilizopungua 50% ya wapiga kura halali waliohudhuria kikao cha uchaguzi. Ukiangalia sasa nafasi ya ukatibu, wote wagombea wanne hakuna aliyefikisha 50%. Kwa hiyo inatubidi sasa tuende second round kwa kumchukua mshindi wa kwanza na wa pili. Na mshindi wa kwanza ambaye ni Victoria Benedict amepata kura 31 sawa na 33.6, lakini nafasi ya pili wamefungana wawili. Paulo Fulano ana kura 25 sawa na 27.2, na Samson Masaru ana kura 25 sawa na 27.2. Kwa hiyo tunawachukua hao wawili pamoja na Victoria Benedict, wanakuwa watatu kwenda awamu ya pili. Pause. Naomba naende nafasi ya wenyekiti. Wagombea walikuwa wanne. Idadi ya kura wajumbe waliojisajili ni 92. Kura zilizopigwa ni 92. Kura halali 91. Kura zilizoharibika ni 1. Kwa hiyo matokeo ni kama ifuatavyo. Daniel Gasaya amepata kura 0, hajapata kura hata moja. Charles Yona amepata kura 3. Glyson Wanzagi amepata kura 42 sawa na 45%, na Adamu Chagulani amepata kura 46 sawa na 50%. Kwa hiyo Adam Chagulani ameshinda kwa kura 46 sawa na 50%, akifuatiwa na Glyson Wanzagi ambaye amefuata kwa kura 42 sawa na 45%, na Charles Yona amepata kura 3 sawa na 0.03%, na Daniel Gasaya hakupata kura. Kwa nafasi hiyo basi tunarudia, lakini mshindi wa wenyekiti ameshapatikana ni Adam Chagulani, na sasa tunakwenda kwenye awamu ya pili ya kumpata katibu kwa maana ya majina matatu: Victoria Benedict, Paulo Fulano na Samson Masaru. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, naomba sasa tutangaze matokeo ya awamu ya pili. Wagombea waliorudi kwenye awamu ya pili walikuwa watatu. Wapiga kura walioshiriki kupiga kura awamu ya pili ni 88, kura halali 88, hakuna kura iliyoharibika. Na naomba sasa nitangaze matokeo ya nafasi ya ukatibu wa chama mkoa wa Mwanza. Paulo Fulano amepata kura 25 sawa na 28%. Samson Masaru amepata kura 27 sawa na 30%, na Victoria Benedict amepata kura 36 sawa na 42%. Bado hatujapata aliyeongoza kura kwa mujibu wa takwa la kuanzia 50 na kuendelea asilimia. Sasa naomba nitoe ufafanuzi ufuatao, kwa sababu pia kuna hoja ya ukumbi na wenye ukumbi wanatupigia simu kwamba muda umeisha, lakini kuna hoja muhimu sana kwamba tunachokifanya leo mashauriano mkoa wa Mwanza ni mapendekezo.
na kazi itaenda kuhitimishwa ya mapendekezo na kamati ya utendaji ya kanda. Kwa mujibu wa katiba yetu 767 inasema hivi: kazi ya kamati ya utendaji ya kanda ni 767 F inasema kudhibitisha uteuzi wa makatibu wa mikoa, wilaya na majimbo. Kwa hiyo, kwa sababu haya ni matokeo ambayo sio ya mwisho, sio alfa na omega, tukubaliane kwamba kamati ya utendaji ya kanda kwa kuongozwa na kura na mapendekezo ambayo mmeyatoa haya, tuseme kanda itaenda kuhitimisha mchakato wa kumpata katibu kama katiba yetu inavyosema 767 kipengele F, ambacho sasa kamati tendaji itaenda kuwadhibitisha kwa kuongozwa na kura ambazo mmependekeza nyinyi. Mnasemaje wajumbe? Si sawa sawa? Basi baada ya kusema hayo, mimi ninawashukuru sana kwa namna ambavyo mmetoa ushirikiano